Mwendelezo wa ripoti za Alpha TV. Leo tuna ripoti kuhusiana na Bi Zuhura Mshana ambaye kama unakumbukumbu vizuri, wiki mbili nyuma tulishawahi kuripoti taarifa ambazo zilikuwa zinamhusisha yeye kupoteza watoto wawili pamoja na wajukuu wawili na makazi ambayo alikuwa anakaa kwa kipindi hicho. Lakini wadau kupitia grupu la Nachingwea Yetu, wao wameweza kujiorganize na kuchangisha baadhi ya vitu ili kuhakikisha mama huyu anapata nyumba. Lakini pia tunakumbuka kuna siku tuliripoti pia taarifa ya kukabidhiwa kwa nyumba ya kukaa kwa muda wakati wanaendelea kumtafutia nyumba ya kudumu Bi Zuhura Mshana. Leo tuko hapa kwenye ofisi za mkuu wa wilaya Nachingwea ambapo Mohamed Hassan Moyo yeye na familia yake kwa namna ambavyo wameguswa na tukio hili wameweza kumpa ama kumchangia kiasi cha shilingi 2,500,000 kwa ajili ya kuhakikisha anapewa fundi ambaye atajenga nyumba hiyo ili mama huyu aweze kukaa kwenye eneo lake zuri kabisa na maeneo yao. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, na tumekuja hapa ofisini kwako kutokana na maongezi yale na ile ahadi yako kwamba utatuwezesha kuikava hiyo labor charge yote ambayo kwa kiasi ni shilingi milioni 2.5. Kwa hiyo tuliona tuje naye hapo ofisini ili walao wakati hayo makabidhiano yanafanyika basi awepo aweze kutoa naye shukrani zake kwa namna wadau mbalimbali wanavyozidi kumfikia na kwa namna ya pekee kabisa kufikiwa na Mheshimiwa Mkuu wetu wa Wilaya Nachingwea. Kutana hapa kwa jambo fupi, jambo la ibada kwa ajili ya kumsaidia mama yetu ambaye alipata msiba mkubwa, alipata majonzi makubwa ya kuunguliwa nyumba yake, lakini vile vile kupoteza watoto wawili na wajukuu wawili. Kwa hiyo ilikuwa majonzi makubwa, kwa maana siku moja kupoteza uhai wa watoto wadogo malaika wanne ilikuwa jambo kubwa sana. Lakini pamoja na hayo, mimi nilienda nikaonana na mama huyu kumuhani, mwenyewe anakumbuka. Lakini siku ya kuhani nilibahatika kuzungumza na wazee ambao walikuwa pale, kwamba huyu mama anaishi, wakasema hapa ndio eneo la familia, alikuwa na mwanawe pale. Nikamwambia hebu angalieni kama ana sehemu hapa, mimi niko tayari kujitolea, basi kama ni chumba kimoja nimjengee ajistiri. Kwa sababu basi mkuu umetuambia hivyo, acha na sisi tulifanyie kazi. Sasa baada siku mbili akaja admin au sio wa grupu lenu la Nachingwea Yetu, nadhani akaja hapa akaniambia, bana mimi naitwa ni admin wa grupu letu mkuu, tuna jambo 1 2 3 tunataka tufanye michango kwa ajili ya kumsaidia yule mama, lakini hatuwezi kufanya hivyo kwa sababu tumeambiwa lazima tupate ruhusa kutoka kwa mkuu wa wilaya. Nikamwambia bana, kama mnafanya kwenye grupu lenu natoa baraka, endelee. Kwa hiyo nadhani ndio mmeendelea, mmefanya, mmejichangisha, watu mbalimbali wamejitoa. Kwa hiyo na mimi kwa sababu ni mwana Nachingwea, lakini hata angekuwa si mwana Nachingwea, lakini nafasi inaniruhusu kwa sababu ajali maana yake hujui na wewe itakupata lini. Na sisi wote tunaamrishwa kwamba hasa mfungo huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani kwamba tusaidie wajane, tusaidie yatima na tusaidie maskini. Huyu mama ni mjane na majanga aliyopata ni makubwa sana. Kwa hiyo baada jana kuwasiliana mimi na wewe kusema bana mkuu, tumekusanya zaidi ya shilingi milioni 6, lakini tuna changamoto fedha ya kumlipa fundi kama milioni 2,500,000. Nitakwambia basi mimi nitatoa mimi kama Mohamed Moyo na familia yangu, sio mkuu wa wilaya. Yaani hapa ifahamike, anayetoa sio mkuu wa wilaya, anatoa Mohamed Moyo na familia yangu. Maana ingekuwa ofisi ya mkuu wa wilaya angekuja katibu tawala ndio angekabidhi hapa. Hizi fedha zinatoka kwenye mshahara wangu, familia yangu. Kwa hiyo nimeamua familia yangu na sisi tunatoa sadaka. Kwa kuwa ni milioni 2,500,000, leo nataka mama nikukabidhi milioni 2 hizi hapa. 500,000 kwa sababu ujenzi unaendelea. Ikifika wakati utakuja nitamalizia na ile 500,000. Na ninamwomba Mwenyezi Mungu anijalie
niweze kutimiza ahadi hiyo. Lakini inawezekana ikifika wakati huo, kama nitajaliwa cha zaidi, naweza nikatoa zaidi, lakini ahadi yangu ilobaki 500,000 nitakuja kutimiza. Hata siku Mungu akinichukua, nyie mje kuwa mashahidi, kuwaambia familia yangu kwamba baba yetu alitoa ahadi, familia yangu itakuja kutoa hiyo 500,000. Kwa mama, naomba nikukabidhi hiyo 2,000,000 ili iweze kukusaidia kukamilisha jengo lako ambapo wana Chingwea wamejitoa kwa ajili yako, pamoja na wengine wanaozidi kutoa msaada upande wangu na watoto wangu ambao Mungu ameniachia. Nasema asante sana. Mwenyezi Mungu azidi kukubariki na pia usinichoke. Asante sana. Amina. Asante sana. Bwana sisi. Sawa. Asanteni waandishi wa habari kwa msaada wenu. Sina mengi zaidi.